Karibu sana kwenye chaneli yetu pendwa ya Apostle Katambi. Chaneli hii hutuletea mahubiri ya neno la Mungu na mafundisho ya kiroho. Napenda sana kufundisha ili unapoweza kuelewa utajua namna ya kufanya au namna ya kuweza kuomba ili utoke katika vifungo ambavyo adui anakuletea katika familia, katika ukoo, katika jamii unayoishi na katika ndugu ulio nao. Siku ya leo tunaendelea sehemu ya 12 kwa habari ya mkuu wa anga. Sitafundisha mkuu wa anga ni nani, sitafundisha mkuu wa anga yukoje. Nimefundisha vitu vingi katika masomo yaliyopita hapo chini, lakini leo nataka tuingie moja kwa moja kugusia kazi za mkuu wa anga katika ulimwengu wa roho, kugusia kazi za mkuu wa anga katika ulimwengu wa kiroho. Na ninafundisha kwa habari ya kazi za mkuu wa anga katika ulimwengu wa roho. Kazi ya kwanza ilifundisha kwamba anafunga ufahamu. Kazi ya kwanza anafunga ufahamu wa mtu. Ili somo liko hapo chini. Kwa nini anapomfunga ufahamu wa mtu, mtu anakuwa ajielewi, anaweza akafanya vitu mbalimbali kwenye familia, watu wanamshangaa, kwenye jamii watu wanamshangaa, anafunga ufahamu. Pia nikafundisha pia anafunga maombi. Nikasema katika eneo la pili, nikasema anafunga maombi, kwamba maombi yanafungwa. Unapoomba unapiga miayo, unapoomba unasikia usingizi mzito, anakufunga kwenye maombi. Lakini leo tupo katika sehemu kuu ya 3 ambayo magereza ya mkuu wa anga, magereza ya mkuu wa anga. Na kupitia somo hili, baada ya kumaliza somo hili, tutaingia kwenye somo lingine lijalo zuri sana, zuri sana. Tafundisha athari za ulimwengu wa roho wanavyoweza kuharibu maisha ya mtu katika uchumi, familia, biashara. Ili upate masomo yetu yajayo, huna njia nyingine ya kuyapata zaidi ya kuenda kwenye hapo juu. Kuna neno limeandikwa subscribe kwenye channel yako. Kati unaangalia video hii, bonyeza hilo neno, tatokea alama kengele. Bonyeza kengele, moja kwa moja utakuwa umejiunganisha na channel hii. Kwa hiyo kila somo, maombi, maombezi utayapata kwa wakati tunapotuma katika channel yetu ipendwa ya Apostle Katambi. Mungu akubariki sana. Tutaanza moja kwa moja kwa habari ya magereza ya kiroho. Magereza ya kiroho. Nafundisha kwa habari ya magereza ya kiroho. Kwa nini mkuu wa anga ndiye anayemiliki magereza ya kiroho? Kama unavyoona magereza ya kimwili, kuna magereza mbalimbali katika nchi mbalimbali, katika mikoa mbalimbali, ambayo mtu anapohukumiwa, huwa mtu aende gerezani. Mtu anapohukumiwa huwa moja kwa moja ndio anamweka kwenye kitengo cha magereza. Kuna tofauti ya mahabusu, kuwekwa mtu mahabusu. Mahabusu anaweza akatolewa akarudi, bado kesi inaendelea. Lakini kuna mtu kuwekwa katika eneo la kifungo baada ya kesi yake kusikilizwa na kuonekana huyu mtu anashtakiwa, huwa wanamweka katika eneo la magereza. Sasa leo ninafundisha kwa habari ya magereza ya kiroho. Ni sehemu ya uangalizi wa kimwili. Kunakuwa na walinzi wa gereza, kunakuwa na wapishi wa gereza, kunakuwa unakuwa uko chini ya himaya fulani. Unakuwa huna maamuzi ya kufanya, unakuwa hauna muda wa kufanya vitu vyako kwa wakati au kwa majira, unakuwa chini ya uangalizi. Ndio maana gerezani. Sasa katika ulimwengu wa mwili, unanyima ule uhuru wa kufanya vitu vyako, mambo yako. Unachobakizwa wewe ni uhuru wa kupumua, uhuru wa kuishi, ndio unakuwa nao. Lakini ile kuondoka, kutembea,
unapangiwa usiku muda fulani wa kulala, kwamba ni saa 9 tu unaweza kuenda kulala. Kwa hiyo kuna vitu unanyima uhuru. Sasa ilivyo ndivyo ilivyo katika magereza ya kiroho. Magereza ya kiroho haya ni ya kimwili. Magereza haya ni ya kimwili, lakini pia yako magereza ya kiroho. Sasa haya magereza ya kiroho yanakufunga katika ulimwengu wa roho, sio katika ulimwengu wa mwili. Kumbuka, mwanadamu ana sehemu kuu mbili. Mwanadamu ana sehemu ya kwanza ni sehemu ya mwili wa mwanadamu, lakini mwanadamu huyu pia ana sehemu kuu ya pili, ni sehemu ambayo ya nafsi ya mwanadamu. Katika ulimwengu wa mwili, mwili ndio unaendesha hii dunia. Katika ulimwengu wa roho, nafsi yako ndio inaendesha dunia. Mwanzo sura ya kwanza mstari ule wa 26 mpaka 28, Mungu akasema, tumuumbe mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, akatawale samaki wa baharini, ndege wa angani. Mungu aliumba mara ya kwanza, aliumba nafsi ya mwanadamu. Ni mtu aliyekamilika. Ni wewe mwenyewe ulivyo hivyo, lakini unakuwa na mwili wako wa rohoni, mwili wako wa kiroho. Na Mungu alipoumba ndipo akamaliza, ili ule mwili uje, ule nafsi ije ulimwengu wa mwili ya Adamu na Hawa. Ndio Mungu sasa akatengeneza kitu kinachoitwa mwili. Ndio maana katika uumbaji wa kwanza Mungu aliumba mwanamke na mwanaume wakakamilika. Uumbaji wa pili wa ardhi au udongo, Mungu alimtanguliza mwanamume. Mwili wa Adamu ndio ulitengenezwa kwanza kwenye udongo, alafu baada ya mwili wa Adamu kutengenezwa kwenye udongo ndipo Mungu akaachilia mwili wa Hawa kutoka kwenye mwili wa Adamu. Kwa hiyo tunaona kuna uumbaji wa aina kuu mbili. Sasa uumbaji wa kiroho umebebwa na kitu kinachoitwa nafsi ya mwanadamu. Nafsi ya mwanadamu. Uumbaji wa kimwili umebebwa katika mwili wa mwanadamu. Sasa ninachofundisha ni nini sasa? Katika ulimwengu wa roho, mwili wako, utu wako wa rohoni umebebwa katika nafsi ya mwanadamu. Ndio maana hata mtu anapokuwa amekufa, huwa kinachofanyika katika ulimwengu wa roho, mtu anapokuwa amekufa, huwa kinachofanyika katika ulimwengu wa roho, huwa anasema tu ni wakati wa kwenda kuuaga mwili wa marehemu. Ni wakati wa kwenda kuuaga mwili wa marehemu. Ushajiuliza, mwili wa marehemu ni huu hapa. Huyu marehemu mwenyewe yuko wapi? Huyu marehemu mwenyewe yuko wapi? Kama ni mwili huu unaenda kuzika leo, marehemu mwenyewe yuko wapi? Mtu ni nafsi. Nafsi ndio ile ambayo mara unaota unakimbizwa. Nafsi ndio ile ulimwengu wao unaota unashambuliwa. Kwa hiyo wakikuingiza katika magereza yao, huwa wanashika nafsi katika ulimwengu wako wa roho. Wakishika nafsi, ndio wanaifunga nafsi katika ulimwengu wako wa kiroho. Na dalili za mtu ambaye nafsi yako imefungwa katika ulimwengu wa kiroho, huwa unaota mara kwa mara mwanzo wa ndoto. Unaota unakimbizwa mara na nyoka, unaota unakimbizwa na ng'ombe, unaota unakimbizwa na mbuzi, unaota uko unakimbizwa na watu sio wajua. Nafsi yako inakuwa imefungwa katika ulimwengu wa kiroho. Nafsi yako inakuwa imeshikiliwa katika ulimwengu wa kiroho. Sasa wanakuweka kwenye magereza ya kichawi. Ile nafsi ile inafungwa, inawekwa kwenye magereza ya giza. Na wakikuweka kwenye magereza, nitafundisha leo, ndio nakuta mtu sasa anakuwa ni mlevi tu, kumbe amekuwa kwenye magereza. Unakuta huku sasa kwenye mwili sasa anakufanya kuwa mlevi tu. Mwingine anakufanya kuwa mgomvi tu, wewe wakati wote ni kupigana tu. Yaani ni kupigana tu. Kumbe nafsi yako wameiweka kwenye magereza. Mwingine wanakufanya kuwa mgonjwa tu. Yaani ugonjwa ukitoka unaingia ugonjwa huu. Ugonjwa ukitoka unaingia ugonjwa huu. Wakati wamekuweka nafsi yako kwenye magereza huku ulimwengu wa mwili, mwingine anakufanya kuwa mgonjwa tu.
Mwingine, wakikuweka nafsi yako kwenye magereza, ulimwengu wa mwili unakuwa mzinzi sana, mzinzi sana. Hakuna mwanaume anayepita kwako usimtamani, hakuna mwanamke anayepita kwako usimtamani. Nafsi yako inapowekwa kwenye magereza katika ulimwengu wa kiroho. Lakini mwingine, nafsi yake ikiwekwa kwenye magereza katika ulimwengu wa roho, wanakutenga na watu wako wa baraka. Unakuwa wanakuchukia watu kwenye familia, unachukiwa kwenye ukoo, unachukiwa. Unajiuliza, mbona nachukiwa na sijafanya kosa lolote? Magereza ya mkuu wa anga katika ulimwengu wa roho. Kitabu cha Isaya sura ya 42, magereza ya mkuu wa anga katika ulimwengu wa roho. Isaya sura ile ya 42 na mstari ule kuanzia wa 21. Isaya sura 42 kuanzia mstari wa 21. Nafundisha magereza katika ulimwengu wa roho, wanaokuweka wachawi, wakuu wa anga. Kwa unapoanza kupiga mkuu wa anga, bomoa magereza yao. Sasa hapa nitafundisha, kuna mtu kujenga akamteka mtu akamficha juu ya dari tu. Kuna mtu kumteka mtu akamficha chini ya mvungu tu. Lakini kuna yale magereza yanakuwa special kabisa ya mkuu wa anga, ambayo inakuwa na walinzi wa kutosha. Kwa wakikukamata, ukiona ni mkorofi, wanakupeleka kwenye hayo magereza, unalindwa ulimwengu wa roho. Kinachoshikwa ni ile nafsi yako, sio mwili. Isaya 42 mstari wa 21, kitabu cha Isaya 42, tuanzie mstari tu wa 18. Isaya 42 mstari wa 18. Haya ni magereza ya kiroho, sio magereza ya kimwili. Anasema, sikilizeni enyi viziwi. Isaya sura 42 mstari wa 18. Anasema, sikilizeni enyi viziwi, tazameni enyi vipofu, mpate kuona. Ni nani aliye kipofu kama mtumishi wangu? Anasema mtumishi ni kipofu. Maana yake haya mambo yanayofundisha magereza ya kiroho hayaonekani katika ulimwengu wa damu na nyama. Sio kwamba utasema nimeenda sehemu fulani nimeliona hilo gereza. Hilo ni katika ulimwengu wa roho. Anasema, nani aliye kipofu kama mtumishi wangu? Ni nani aliye kiziwi kama mtumishi wangu ni mtumaye? Ni nani aliye kipofu kama yeye aliye na amani, kipofu kama mtumishi wangu? Mnaona mambo mengi, lakini hamuyatii moyoni. Mnasikia, masikio yake ya wazi, lakini asikii. Bwana asema hivi, kwa ajili yake hukuitukuza sheria yake na kuimarisha. Lakini watu wangu ni watu walioibiwa na wametekwa. Mstari wa 22 huo anasema, lakini watu wangu walioibiwa, lakini watu wangu wameibiwa, wametekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamewekwa mawindo, wala hapana okoaye, wala wamekuwa mateka, wala hakuna asemaye rudisha. Hii ni Isaya sura 42 mstari wa 18 mpaka mstari wa 22. Mungu anaanza kusema, ni nani aliye kipofu kama mtumishi wangu? Anapozungumza kwamba ni nani aliye kipofu kama mtumishi wangu, yani anasema mtumishi wangu, maana yake yeye ndio amempaka mafuta. Maana yake mtumishi wake yeye ndiye anamuongoza katika huduma. Maana yake mtumishi wake yeye ndiye aliyemuita. Yani ni mtumishi kama leo mwimbaji, muombaji, mwinjilisti, nabii, mtume. Yani ni mtumishi wa Mungu kabisa, ni mchungaji kabisa, anaongoza kanisa. Lakini anasema ni nani aliye kipofu? Maana yake Mungu alitaka kujua haya mambo. Kuna magereza kiroho. Mungu alitaka kujua mambo. Kuna watu wamefungwa, wamefichwa kwenye magereza ya kiroho. Sasa na hawajafungwa kupitia mwili. Kilichofungwa kwao ni nafsi zao katika ulimwengu wa kiroho. Sasa Mungu anasema, ni nani aliye kipofu kama mtumishi wangu huyu? Ni nani aliye kiziwi kama mtumishi wangu huyu? Alafu anasema, mnaona mambo mengi lakini hamuyatii moyoni. Alafu anasema, watu wangu ni watu walioibiwa. Watu wako, yani wale unaowachunga kondoo ni watu walioibiwa. Alafu anasema wamefichwa katika mashimo. Anasema Isaya 42:22, anasema, lakini watu hawa ni watu walioibiwa, wametekwa. Utekaji sio wa kimwili.
Alafu anasema wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza. Anaposema mashimo ni kuzimu, anaposema mashimo ni kuzimu. Alafu anasema magereza, wamewekwa katika magereza, wamekuwa mawindo, wala hakuna aokoaye, wala hakuna asemaye rudisha. Kwa hiyo tunaanza kuona hapa, anasema kwa habari ya mashimo, kuzimu. Anasema kwa habari ya kutekwa, ni ulimwengu wa roho. Ndio maana unaota unafukuzwa na nyoka, unafukuzwa na ng'ombe, unaota mara unaanza safari mwanzo mpaka mwisho, ufiki kule unakoenda. Unaota mara kwa mara watu waliokufa. Mungu anakupa tafasiri kwamba nafsi yako imemilikiwa ulimwengu wa roho kwenye magereza. Nafsi yako, kuna ufalme wa ulimwengu wa roho umemiliki kwenye magereza. Unaota huko unalindwa, unaota huko kwenye mazingira unalindwa, umezungukwa. Nafsi yako iko kwenye magereza. Hasa hapa Mungu anasema watu wangu wameibiwa, wametekwa. Anasema wameibiwa, alafu anasema wametekwa katika Isaya 42. Alafu anasema wamewekwa chini ya mawindo, maana yake wamekamatwa, wako kwenye magereza. Pendwa, unanisikiliza, mkuu wa anga ana magereza yake. Baada ya kukushika ufahamu, baada ya kwanza kuharibu nguvu ya maombi ukashindwa kuomba, baada ya kwanza kukamata nguvu ya maombi ukashindwa kuomba, tukio la pili wanakukamata ufahamu. Baada ya kushika ufahamu wako, tukio la tatu wanakuweka kwenye magereza yao. Kuna walinzi kule wanakulinda katika ulimwengu wa roho. Muombe Mungu akufunulia haya mambo. Unaona watu wengi unaoona huku mtaani, unaona wameharibikiwa maisha, wameharibikiwa uchumi, wakifanya mambo haendi, wakifanya vitu haviendi, wakifanya mipango haikamiliki, wakifanya malengo hayatimii. Wengi wako kwenye magereza ya kiroho ya mkuu wa anga. Unaona watu wengi, alikuwa na malengo ya kufanya biashara kubwa, alikuwa na malengo ya kufanya kazi kubwa, alikuwa na malengo ya kufanya vitu vikubwa, ndoto zinakufa. Amewekwa kwenye magereza ya mkuu wa anga, ameshikiliwa kwenye magereza ya mkuu wa anga. Nini nataka nifundishe siku ya leo? Nini nataka nifundishe siku ya leo? Kwa wanapokukamata nafsi yako sasa, huku ulimwengu wa mwili hawakuachi salama. Huku ulimwengu wa mwili hawakuachi salama. Ulimwengu wa roho wanakuweka kwenye magereza, kwa unakuwa unalindwa. Unaweza ukalindwa na nyoka, au kalindwa na majini, au kalindwa na wachawi. Wanakuzunguka usiku na mchana, usitoroke. Alafu wanapokuweka kwenye magereza, wanajua unapoomba yule mtu kwenye magereza anaweza akatoka. Maana unapoomba kwa jina la Yesu, kwa damu Yesu, nabomoa magereza yao, navunja magereza yao. Yale magereza huwa yanabomoka, kuta za magereza zinaanguka chini. Sasa ili usimkomboe ndugu yako kwenye magereza, ili usimkomboe rafiki yako kwenye magereza, familia yako kwenye magereza, labda ni mtoto wako, wanapomshika kumweka kwenye magereza, cha kwanza katika ulimwengu wa mwili wa roho wanamfunga kwenye magereza. Lakini ulimwengu wa mwili, ili usiweze mkamshtukia kwamba huyu mtu amefungwa kwenye magereza, wanampa tukio. Wanampa tukio katika ulimwengu wa mwili. Anaweza akawa mlevi sana katika ulimwengu wa mwili. Anaweza akawa mzinzi sana katika ulimwengu wa mwili. Unakuta mtu ni mlevi wa kupindukia, yaani ni mlevi wa kupindukia, na sio kwamba yeye mwenyewe tu anapenda. Ulimwengu wa roho wamemkamata na kumteka kwenye ulimwengu wa roho, na baada ya kumkamata na kumteka wanamweka kwenye gereza katika ulimwengu wa roho. Ndio unakuta mtu yuko ni mlevi. Wakati mwingine unakuta mtu anapomshika na kumweka kwenye gereza, wanampa roho ya kukataliwa, yaani anakuwa ni mgomvi tu kwenye familia au kwenye ukoo. Hapo ujue katika ulimwengu wa roho wamemweka kwenye gereza katika ulimwengu wa roho.
Na pia wakimweka kwenye gereza katika ulimwengu wa roho, kinachofanyika katika ulimwengu wa roho, mweka kwenye gereza, wanaweza kumpa roho ya kugombana tu. Yani yeye ni kugombana, hakuna amani, hakuna furaha. Katika ulimwengu wa roho unakuta umeweka kwenye gereza, kwenye ulimwengu wa roho. Lakini wakimweka pia kwenye gereza, wanaweza kumpa roho tu kawa kichaa, kichaa. Lakini ulimwengu wa roho yuko kwenye gereza, nafsi yake imefungwa. Kwa hiyo ulimwengu wa mwili, ile mwili wake sasa unawekwa kuwa kichaa. Au wakati mwingine tu unawekwa tu kukataliwa tu. Yani wewe ukienda kwa mtumishi anakukataa, ukienda kwa marafiki wanakukataa, ukienda kwa ndugu wanakukataa. Lakini kwenye ulimwengu wa roho wamekuweka kwenye gereza. Ukiweka kwenye magereza katika ulimwengu wa roho, ulimwengu wa mwili unakuwa ni mtu mgonjwa tu. Yani ni mgonjwa tu wa kupindukia. Wakati wote wewe ni unaugua tu. Wakati wote mwili wako, kitoka ugonjwa huu umeingia huu, kitoka ugonjwa umeingia huu, kitoka ugonjwa umeingia huu. Na wakati mwingine pia unakuwa unaota ndoto za kufa tu. Na ndio unaona kuna watu baadhi kwenye familia ni majitu yanakuwa makorofi. Unaongea na yeye jambo hili, baada ya muda anarudia pale pale. Unamwonya hiki, baada ya muda anarudia pale pale. Baada ya kukushika kwenye magereza, wakakuweka kwenye magereza, unakuwa ni mtu ambaye lazima uwe tofauti na jamii. Unaweza kuwa ni mtu tu wa pombe sana, piga pombe sana, bangi sana, vuta bangi za kutosha, vuta masigara ya kutosha. Lengo lao wanapokuweka kwenye magereza, huu mwili ulioko ulimwengu wa mwili ufanyishwe kitu chochote cha dhambi. Mwili unapofanyishwa dhambi, mwili unapotendeshwa dhambi, katika ulimwengu wa roho, mwili wako unatenganishwa na nafsi yako. Maana yake Mungu hata akitaka kukuokoa, si anapitia watu ulimwengu wa mwili ili wakuombee nafsi yako ifunguke isionekana? Si anapitia watumishi wake ulimwengu wa mwili ili wakuombee nafsi yako ifunguke isionekana nafsi yako? Kwa hiyo mwili lazima uchafuliwe ili ile nafsi endelee kuwa kwenye mateka. Wakorinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19, maandiko yanasema, hau amjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu? Miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa tunaanza kuona mwili unahitaji utakatifu ili nafsi iwe takatifu. Sasa wanachokifanya wakikuweka kwenye magereza yao ni makubwa. Ulimwengu wa roho yana walinzi, kama unavyoona magereza ya kimwili, ya kiroho yana walinzi. Kwa hiyo ili sasa usiweze kutoka kule, nafsi inategemea mwili wako huku. Ili usiweze kutoka kule, kwa mwili lazima uwekewe kitu chochote tu cha kuchukiwa, kama ni maroho ya uzinzi, maroho ya ubakaji, maroho ya uvurugu, maroho ya wizi. Unakuta mtu ni mwizi sana, yani anaibaiba, anaokota, anaiba, mara teke, mara chome mtu kisu, mara afanye lazima. Kwa hiyo lengo lao ulimwengu wa roho, mtu nafsi yake wanayo. Asa ili asitoke, wanakuvuruga kupitia mwili wako katika ulimwengu wa mwili. Asa unasema mtumishi Apostle Katambi, unaongea nini? Namna kumtoa mtu huyu kwenye magereza wakati unaomba. Wao sio wajinga. Wanapomshika mtu kule, nafsi yake huwa wanaifunga kabisa. Funga kwa minyororo, wanafunga miguu yake, wanafunika macho yake. Asa wakati unaomba, labda ni ndugu yako au rafiki yako. Nimekuambia channel hii tuko kwa ajili ya mafundisho tu. Kama wewe ni mtu ambaye hauko kwenye mafundisho, huwezi kuweza kuelewa vitu hivi. Ili aweze kumtoa mtu yule katika magereza, huwa ni kaka au ni mjomba, ni mtu wa vurugu, mtu wa bangi, mtu wa sigara, mtu wa mapombe. Cha kwanza unatakiwa, wanajua kabisa lazima uite nafsi yake. Asa ili nafsi isije,
wanaweka pamba masikioni. Pamba zinawekwa masikioni. Kwa unapoita asikii, unapomwita njoo, kwa jina la Yesu nakuita njoo, fulani njoo, asikii, umeweka pamba masikioni. Kwa kwanza unapoomba maombi hayo ya kumtoa mtu kule kwenye magereza mkuu wa anga, cha kwanza ondoa pamba masikioni. Cha pili, Mungu akubariki. Itafundisha sehemu inayoendelea. Karibu kwa kuweza kusubscribe channel hii. Katika ulimwengu wa roho takuwa tayari unapata masomo yetu kwa wakati na kwa muda mwafaka. Barikiwe sana mtu wa Mungu katika jina la Yesu hai. Amen.